tumevisikia vilio, nasi tumeahidi faraja. Ilani yetu ya uchaguzi inafafanua kila hatua. 5, indhari yetu kuelekea uchaguzi. Tunajua kilichopangwa. Licha ya matayarisho na uhakika wetu wa kuibuka washindi kwenye uchaguzi huu, tunatambua kwamba wenzetu wamejipanga katika hujuma na njama za aina mbalimbali ili kubaki katika madaraka hata baada ya kukataliwa na umma wa Zanzibar. Miongoni mwa mikakati yao ni pamoja na kutumia kile kinachoitwa wizi wa mapema, yaani kura ya mapema ya tarehe 28 Oktoba, ambapo kwenye kura hii ambayo kimsingi ilianzishwa kwa madhumuni hayo ya wizi baada ya CCM kushindwa vibaya kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Licha ya ubaya wa sheria hii, Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar imeamua kuongeza ubaya wake kwa kwenda kinyume nayo. Hadi sasa imetangaza orodha ya wapiga kura wa mapema ambao kitakwimu ni wengi zaidi kuliko sio tu wale waliotajwa kuhusika na sheria hiyo, yaani wafanyakazi wa ZEC na vyombo vya ulinzi na usalama, bali inazidi hata wafanyakazi wote wa serikali ya Zanzibar na muungano walioko Zanzibar wakichanganywa pamoja. Orodha hiyo ina majina hata makada wa kawaida wa CCM na idadi kubwa sana ya wageni ambao hawajulikani kwenye maeneo yaliyopangiwa kupiga kura. Orodha hiyo inao mpaka wagombea wa vyama, inao maiti na wapiga kura wengine mbalimbali wa kudanganya. Na kinyume na ubandikaji wa orodha ya wapiga kura wa kawaida kama inavyotakiwa kisheria, ambapo inaambatana na picha za mpiga kura, kituko ambacho Tume ya Uchaguzi imeifanya ni kubandika orodha hii ya wezi wa mapema ambayo haina picha ya mpiga kura. Ni orodha tu ya majina. Yote yanaashiria wazi ni ya ovu ya Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar kwa kushirikiana na CCM. La pili ni njama ya kuwatoa mawakala kwenye vituo. Tunazo taarifa kuwa ZEC pia inapanga njama za kushirikiana na Chama cha Mapinduzi na vikosi vya SMZ chini ya uratibu wa viongozi wa KMKM na KVZ kuwaondosha mawakala wetu, aidha wakati wa upigaji kura, ukusanyaji wa matokeo na uhesabuji kura. Wanatumia njia zozote kuhakikisha kuwa wanawatoa kwenye vituo ili kupenyeza kura feki na kuharibu matokeo halali. 3, kupika matokeo. Tunajua pia kuwa tayari kumeandaliwa matokeo ambayo wanayo mikononi mwao na kwamba hayo ndiyo wanayopanga kuyatangaza badala ya yale yatakayotoka vituoni. 4, kufuta uchaguzi wa baadhi ya majimbo ya Kisiwani Unguja ambayo tayari wametambua kuwa hawawezi kuyapata. Hadi sasa tuna taarifa za majimbo 5 ya Pangawe, Mwanakwerekwe, Kijini, Nungwi na Malindi. Watafanya hivyo ili kupanga kuja kufanya marejeo ambayo wanaamini tutayasusia na hivyo kuwapitisha wagombea wao wa CCM wakiwa hawana upinzani wa maana. 5, vitisho vya kila aina wanavyopewa watumishi wa umma, hasa wa vikosi na walimu, kufikia baadhi yao kunyang'anywa vitambulisho vyao. Tukumbuke kwamba hayo yote ni nyongeza ya vitendo vya kihalifu vya kiuchaguzi vilivyotangulia huko nyuma, kama vile kuwanyima watu za ID ili wasiandikishwe, kutoandikisha kwa makusudi wenye sifa, kuwaandikisha wasiokuwa na sifa, wakiwemo watoto chini ya umri na mengineyo mengi. Wito kwa taifa.
Ndugu wanahabari, bila ya shaka inasikitisha mno kuwa vitendo vyote hivi vya kihalifu vinafanyika huku vikiongozwa na majaji wa Mahakama Kuu ya Zanzibar. Vitendo hivi vinafanyika huku vyombo vyote vya ulinzi vikiwa vinashuhudia. Vinafanyika chini ya uratibu wa Rais wa Zanzibar, ambaye mara kadhaa katika nyumba za ibada amekuwa akiahidi uchaguzi wa amani. Sasa naamini kila mtu anajiuliza tunaelekea wapi? Licha ya vitimbi hivyo, tunakwenda kwenye upigaji kura kwenda kuthibitisha ushindi wa chama cha ACT Wazalendo. Licha ya indhari hiyo tuliyoitoa, mbinu na mikakati yao hiyo tunaijua na tutakabiliana nayo, na tuna uhakika wa ushindi mkubwa ambao haujawahi kutokea tangu kurejeshwa kwa siasa za vyama vingi nchini mwetu. Kama kuna kitu kimoja kimedhihirika wazi ndani ya kipindi chote cha kampeni ni kuwa tayari sisi ni washindi. Hatuna wasiwasi juu ya hilo, kwa sababu umma umetudhihirishia hivyo. Wito wetu kwa wananchi wote ni mmoja tu, kwamba jitokezeni kwa wingi. Kila mwenye haki ya shahada ya kupiga kura asikae nyumbani, ili asubuhi na mapema nenda kaitetee na kuinusuru nchi yako. 3, baada ya miaka yote ya unyonge, sasa muda umefika wa kukataa mnyororo wa kukata minyororo na kujiweka huru. 4, muda wa kuipatia Zanzibar uongozi mwema wa kiungwana na kizalendo wa ACT Wazalendo ukiongozwa nami umewadia. Tusiuache ukatupita. Wito kwa mamlaka za nchi na wapinzani wetu, tunatoa wito Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, uendeshaji wa uchaguzi uwe wa haki, wa wazi na wa uadilifu. Tungependa wajijengee heshima. Sisi hatudai upendeleo, tunadai uwajibikaji kwa kupitia sheria na kanuni zilizopo. Pili, vyombo vya dola, uthibitisheni ulimwengu kuwa nyinyi ni walinzi wa katiba ya nchi hii na sio wachafuzi wake. Na katika hili mimi niseme kwamba katika kipindi chote cha kampeni tunavishukuru sana vyombo vya ulinzi na usalama. Vimefanya kazi kubwa, sio tu ya kulinda, lakini ya kuzuia pia baadhi ya uchafuzi ambao ulikuwa umepangwa kutaka kuanzishwa na wenzetu. Wamefanya kazi kubwa katika kipindi hichi cha kampeni. Tunatarajia kwamba na kipindi hichi cha upigaji wa kura watasimama katika misingi ambayo walisimama wakati wa kampeni. Hitimisho, sisi ni waungwana, lakini wezi hatuwataki. Kama nilivyosema, sisi ni washindi, lakini ikiwa wananchi wenyewe wataamua kinyume chake, sisi ni waungwana na tutakuwa tayari kukubali maamuzi yao. Lakini yawe ni maamuzi ya wananchi, yasiwe maamuzi ya wizi wa kura. Wezi wa ndoto ya dhamira ya Wazanzibari hawatakubalika. Na wakumbusha tena wananchi waende vituoni kupiga kura kunichagua mimi Othman Masoud Othman na wagombea wote wa ACT Wazalendo katika nafasi za ubunge, uwakilishi na udiwani. Fanyeni hivi si kwa sababu ya chama tu, bali zaidi kwa sababu ya Zanzibar yetu.